Kati ya jambo la msingi sana ambalo unatakiwa kulifanya kwenye maisha yako ili ufike mbali sana na mwisho wa siku uweze kukubalika ni kujitofautisha na watu wengine. Kwenye maisha ni lazima uweze kutambua kitu gani ambacho unataka kukifanya kwenye maisha, na mwisho wa siku lazima ujitofautishe baada ya kutambua kwamba kuna watu ambao wanaendana na wewe kulingana labda pengine na huduma au na kazi, au kuna kitu unachokifanya na wenzako wanafanya hicho hicho au wanatamani kuja kufanya kama wewe unavyofanya. Huenda labda ni maono. Kwa hiyo ni lazima ujitofautishe na wenzako. Lazima ujitofautishe na watu wengine kulingana na maono ambayo unatamani kuyafanya, au na jambo au ni kipaji ambacho unakuwa unakifanya katika maisha yako. Sasa kujitofautisha kutakusaidia wewe kuweza kujulikana na kuweza kutambulika kwa urahisi. Unaweza ukajiuliza, utajitofautisha kwa namna gani? Jambo la kwanza, lazima ujitofautishe kwenye mipango na mikakati ambayo unatamani kujiwekea kwenye maisha. Kila mtu ambaye anafanana na wewe kwenye suala la maono au kipaji au karama, lazima ana utofauti. Kwa hiyo lazima utafute utofauti wa kipekee ili hata mkisimama hapo basi waweze kusema fulani yule fulani. Kwa hiyo lazima ujitofautishe zaidi katika mipango yako na katika mikakati ambayo umejiwekea. Yaani uwe tofauti sana, na zaidi sana ukiwa umejitofautisha itakusaidia wewe kuwa bora zaidi. Kwa sababu ukisema uende tu utakuwa kama wale wale, utakuwa mtu wa kawaida, utakuwa huna mawazo makuu, utakuwa huna malengo mengine. Kwa hiyo unashangaa, badala ya kusonga mbele unajikuta unarudi nyuma, badala ya kufika mbali unajikuta unapotea, unajikuta unaendelea kurudi nyuma katika maisha. Lakini kama una mipango, una mikakati, inakusaidia wewe kuendelea kukua, inakusaidia wewe kuendelea kueneza au kuendeleza hicho kipaji au maono uliokuwa nayo zaidi ya wenzako, zaidi ya watu wengine. Kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa wanafanya hiyo kazi au huduma au karama kwa mazoea. Kwa kuwa watu wengine wanafanya huduma zao au kipaji au maono kwa mazoea, basi hali hii inafanya wao wafanye waendelee hivyo hivyo kuwa wa kawaida. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari wameshaizoelea ile huduma, hayo maono au hiyo karama. Lakini kwa wewe, kwa kupitia mipango, mikakati, basi itakusaidia wewe kupiga hatua na kujiuliza, hivi kwa nini? Kwa nini imekuwa hivi? Kwa nini huduma yangu nisingefanya hivi? Kwa nini nisingefika kwenye kiwango kile? Kwa hiyo, kwa kupitia udadisi huu unakusaidia wewe kuendelea kukua kila siku inaitwa leo, kwa sababu ya mipango na mikakati ambayo umejiwekea kwamba unataka ufike mbali, unataka uwe bora zaidi, unataka ufike mbali zaidi ya wengine. Kwa hiyo unavyokuwa unajitamkia na kujinenea na ile nia ya moyo, basi unajikuta unatimiza ile mipango na yale yote ambayo umeyapanga kwenye maisha yako. Kwa hiyo unakuwa tofauti kabisa na hao wengine ambao wamezoea. Mawazo ya mtu mkuu siku zote yanakuwa ni ya ukuu, maana ya kwamba yanakuwa yamebeba ushindi, yamekuwa yamebeba uweza, yanakuwa yamebeba nguvu, yanakuwa yamebeba karama, lakini pia yanakuwa yamebeba uamsho kulingana na jinsi unavyojiona kesho. Kwa hiyo mawazo ya mtu mkuu anawaza kufanikiwa zaidi, anawaza kushinda, anawaza kufika mbali. Kwa hiyo hayo ndiyo mawazo ya mtu mkuu. Siku zote anawaza atafika pale. Kwa hiyo anajiona kabisa kesho yake atakavyokuwa, anajiona atakavyobarikiwa, anajiona atakavyofanikiwa, anajiona alivyofika mbali. Huyu ndiye mtu ambaye tunasema ana mawazo ya ukuu, yaani ni mtu mkuu.
Yaani hata siku moja hawezi akajidharau. Hata siku moja hawezi akasema kwamba eti mimi maono yangu yatakuwa hivyo hivyo, hapana. Mawazo ya mtu mkuu yanakuwa ni mawazo ya ukuu. Kwa hiyo anakuwa na maono makubwa, anakuwa na ndoto kubwa, anakuwa na mawazo ya ukuu. Tena anakuwa anajitabiria makuu zaidi katika maisha. Na mtu mkuu siku zote hawezi akakubali kupoteza muda wake bure. Mtu mkuu siku zote atakuwa anautumia muda vizuri. Sasa unaweza ukajiuliza, atatumiaje muda wake? Lazima utambue kwamba huyu ni mtu mkuu ambaye anataka kufika mbali. Huenda naongea na wewe ambaye unataka kufika mbali kwenye maisha, na una maono makubwa, na una kipaji kikubwa, una huduma kubwa. Jambo la kwanza kabisa ambalo kwa wewe unaitaka kuwa mkuu, yaani kwamba mtu mkuu baadaye kwenye maisha yako, lazima utambue kwamba utatumia muda wako vizuri kwenye suala la Mungu. Yaani kwamba utapata muda kwa ajili ya kumwomba Mungu, kwa ajili ya kumtafakari Mungu, kwa ajili ya kuendelea kumtumikia Mungu na kumtukuza, kusoma neno lake. Kwa hiyo kipaumbele chako kitakuwa Mungu, wala hautakubali kudanganyika na mtu yeyote. Mungu ndiye atakuwa kipaumbele chako. Kwa hiyo sasa wewe ni mtu mkuu kwa sababu tayari umeshafanya uchaguzi mzuri. Uchaguzi gani? Uchaguzi wa kuamua kuwa karibu na Mungu, kwa sababu yeye ndiye kila kitu. Huwezi kusema kwamba unataka kutimiza maono fulani na umemwacha Mungu, na ukiangalia Mungu ndiye aliyekupa hayo maono. Kwa hiyo lazima sana uendelee kumtumikia Mungu na kumwabudu, ili na yeye aendelee kukuonesha njia ambayo utaiendea katika kufika kwenye hayo maisha ambayo unatamani kuyafikia. Kwa hiyo tambua kwamba kama unataka kufika mbali, lazima Mungu awe mbele yako. Lazima Mungu awe kipaumbele chako. Asikudanganye mtu yoyote yule. Lazima Mungu awe kipaumbele chako kwenye maisha. Na hii itakusaidia wewe kupata kibali, itakusaidia wewe huduma yako ikue, itakusaidia wewe upate watu watakaohitaji jina lako, na mwisho wa siku utakubalika, utasikilizwa, na mwisho wa siku unashangaa mambo mengi ambayo yanakuwa yanaibuka ndani ya maisha yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu umemruhusu Mungu ambaye anaheshimisha watu, ambaye anatambulisha watu, ambaye anaokoa watu, ambaye analinda watu, ambaye anawatetea watu. Kwa hiyo jambo la msingi kabisa ni vizuri uwe karibu na Mungu ambaye atakutetea, ambaye atakuokoa kwenye kila jambo. Kwa hiyo hali hii itakusaidia wewe kufika pale ambapo unatamani kufika, tena kwa ushindi zaidi, na utajikuta unaketi na wakuu. Ili kuyafikia maisha yako ya ukuu ambayo unatamani kuyafikia, lazima utambue kwamba akili yako muda wote utakuwa unaifikirisha kwenye masuala yanayoendana na maono yako, huduma yako, au karama ambayo unaona kabisa ipo ndani ya maisha yako. Kwa hiyo lazima utajishughulisha, akili yako muda wote itakuwa inafikiri kwenye suala hilo la maono, na lakini pia utajikuta unaendelea kuwajibika ipasavyo. Muda wote utajikuta upo busy. Kwa sababu gani? Kwa sababu unataka utimize yale maono. Unaona kwamba mbele yako kuna jambo kubwa, unajiona mbele yako wewe ni mshindi, unajiona mbele yako wewe ni mtu wa muhimu sana, unajiona kwamba mbele ya maisha yako wewe ni mtu ambaye unategemewa sana. Kwa hiyo kwa kupitia hali hii hautakuwa umekaa tu unatulia ovyo, unakaa tu kurelax. Lazima utapambana ipasavyo. Akili yako muda wote itakuwa inajishughulisha. Unakuwa unafikiri kwa habari ya kesho, unakuwa unafikiri kwa habari ya kujiinua wewe kama wewe katika maisha.
Kwa hiyo unavyokuwa unajishughulisha hivyo, akili yako muda wote basi inakuwa inawaza mambo makuu. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari akili yako ushaijengea kwenye suala la kufikirisha mambo ambayo unaona haya ni ya muhimu sana kwenye maisha. Kuyafikia maisha yako ya ukuu ni jambo rahisi sana kama utakuwa unapambana katika maisha. Lakini jambo la msingi kabisa ambalo unatakiwa kulifanya na kulifahamu kwenye maisha yako ni kwamba ni lazima uende sambamba na lile kusudi. Yaani kwamba kusudi liwe moja na maalum kabisa ambalo unaona kabisa hili ni sahihi na ni shauku kutoka ndani ya moyo wako. Yaani kwamba ni lile jambo au maono au ni shauku au ni kazi ambayo unapenda kufanya kila siku au mara kwa mara katika maisha. Iwe ni kazi ambayo unaipenda, yawe maono ambayo unayapenda, iwe ni karama ambayo unaipenda. Basi hali hii itakujengea wewe ushindi, itakujengea uzoefu pia kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni lazima uwajibike, ni lazima uendelee kujitetea wewe kama wewe, ukiendelea kupambana kwenye maisha yako, ukipambania kesho yako, lakini pia ukiangalia na kupambana kwenye suala la uwekezaji. Ili kama una shauku ndani ya moyo wako kulingana na huduma au maono au kipaji ulichokuwa nacho kwenye maisha yako, basi hautasema ukae uanze kupoteza muda. Lazima ile shauku itakuwa inakuamsha, itakuwa inakukimbiza, itakuwa inakusemesha kwamba unapoteza muda, unachelewa. Kwa nini usifanye hivi? Kwa nini usifanye hivi kujiendeleza? Au kwa nini usifanye hivi ili kupata maarifa zaidi? Kwa hiyo lazima utaendelea kutafuta maarifa mbalimbali. Lazima utajishughulisha na kusoma vitabu mbalimbali vinavyoendana na karama yako. Hii itakusaidia na kukujengea wewe ujasiri, lakini pia itakusaidia wewe kupata maarifa, lakini pia itakusaidia wewe ili upate mbinu nyingine ambayo itakusaidia kwenye hayo maono au kwenye hiyo huduma au kwenye hiyo karama ambayo unatamani kuendelea nayo, yaani kuwa mtu mkuu baadaye. Kwa hiyo ni lazima uwe na maarifa ya kutosha, lazima uwe na saikolojia ya kutosha, lazima uwe na maarifa ya kutosha kuendana na hiyo huduma au karama au maono uliyokuwa nayo. Kwa hiyo baada ya kutambua na kutafuta maarifa mbalimbali, basi hali hii itakusaidia zaidi kwenye maisha yako. Kwa wewe mtu mkuu ambaye unataka kufika mbali kwenye maisha, lazima utakuwa na marafiki wanaoendana na wewe, marafiki ambao watakuwa wanafurahia huduma au karama uliyokuwa nayo, marafiki ambao watakuwa pamoja na wewe, wanaambatana na wewe, watakuwa wanakushauri, watakuwa wapo pamoja na wewe bega kwa bega katika shida na katika raha, watakuwa msaada katika maisha yako, watakuwa wakikushauri siku zote kwenye maisha, watakuwa wanaipenda huduma yako, watakuwa pia wanaendelea ili kwa pamoja wakusaidie ufike pale ambapo unatamani kufika. Marafiki hawa unawahitaji sana, lakini utawapata endapo ukiendelea kumwomba Mungu katika maisha. Kwa hiyo jambo la msingi ni kumwomba Mungu ili akukutanishe na hawa marafiki ambao watakupenda, ambao wataipenda huduma yako, ambao wataendelea kuwa pamoja na wewe bila kuwa na wivu na wewe. Kwa hiyo unawahitaji marafiki wa namna hii. Lakini pia lazima uwe na walezi ambao watakuwa wanakulea, watakuwa wanakushauri, watakuwa bega kwa bega katika maisha yako ili kuhakikisha unafika pale ambapo unatamani kufika, ili kuhakikisha unatimiza ile hatima yako. Kwa hiyo watakuwa hata wanaweza wakatumia fursa ya kuanza kutambulisha jina lako. Watahitaja jina lako mahali fulani na wewe utainuliwa, na wewe utatambulika, na wewe utakubalika kulingana na walezi ambao wanakulea.
Kwa hiyo utakuwa unajifunza kwao, na mwisho wa siku unajikuta unafika mbali kwa sababu ya mtu ambaye amekulea, mtu aliyekusaidia, na mtu ambaye hana wivu, ambaye anaendelea kuwa pamoja na wewe katika maono. Na mtu huyo au watu hawa unapata endapo ukimshirikisha Mungu na kumuomba siku zote katika maisha. Karibu katika vipindi hivi vya Amka Shujaa. Karibu sana na Mungu akubariki. Vipindi hivi vimeambatanishwa na misingi imara ya kukufanya wewe uwe imara katika maisha. Pia nipo na Mwalimu Lupimo katika vipindi vya Kama Mwili ni Wako, Wewe Miliki ni Nani? Vipindi hivi vimeambatanishwa na misingi imara ya kukufanya wewe uweze kujigundua katika maisha yako kwamba wewe ni nani na kusudi la Mungu katika maisha yako ni lipi, ili ufike pale ambapo unatamani kufika katika maono yako. Kama wewe hii ni mara ya kwanza kuungana nasi, bonyeza subscribe ili mafundisho ya kufikia kwa urahisi sana. Ninakukaribisha, mkaribishe na jirani yako ili na yeye aweze kujifunza.